Raila Odinga atishia kuingia upinzani na kujiunga na Rigathi Gachagua ikiwa Rais William Ruto atahakikisha kwamba kifo cha Albert Ojwang kimechunguzwa vyema na vilevile haki kutendeka. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope na kumbuka kusubscribe. Chama cha Orange Democratic Movement ODM kinachoongozwa na Raila Odinga kimetoa tamko kali kikilani vikali kile kilichotajwa kuongezeka la ukatili wa polisi kufuatia kifo cha mwanablogi na mwanaharakati kijana Albert Ojwang aliyefariki akiwa chini ya ulinzi wa polisi katika kituo cha polisi cha Nairobi. Na katika taarifa iliyotolewa Jumanne, ODM ilieleza kusikitishwa kwao na kile walichokitaja kama unyama unaoendelea dhidi ya raia wasio na hatia mikononi mwa vyombo vya dola. Chama hicho kilitaja kuwa tukio hilo kama ishara ya kudorora kwa utawala wa sheria nchini Kenya licha ya ahadi za mageuzi na umoja zilizotolewa na serikali ya Kenya Kwanza. Ojwang ambaye alikuwa anajulikana kwa matumizi ya mitandao ya kijamii kupigania haki za wagonjwa na wanyonge alikamatwa katika mazingira yanayoelezwa kuwa ya kutatanisha. Kifo chake kilichofuata akiwa korokoroni kimezua na kuzusha mshtuko mkubwa na kuibua maswali kuhusu uhalali wa hatua zilizochukuliwa na polisi. ODM imesema tukio hilo limeweka wazi udhaifu mkubwa katika mfumo wa usalama nchini na kutojali kwa baadhi ya maafisa wa polisi kuhusu maisha ya raia. Chama hicho kimekosoa vikali kile kinachodaiwa kuwa matumizi ya nguvu kupita kiasi na ukandamizaji unaoelekezwa kwa vijana na wanaharakati waliokuwa mstari wa mbele katika kuikosoa serikali. Mbali na kutoa pole kwa familia ya marehemu, ODM imeitaka mamlaka huru ya kusimamia utendaji wa polisi IPOA kuanzisha uchunguzi huru wa kina ili kubaini kilichosababisha kifo cha Ojwang na kuhakikisha wahusika wanawajibishwa kikamilifu. Chama hicho kimeonya kuwa halitasita kupaza sauti iwapo vitendo vya mauaji, utekaji nyara na ukandamizaji vitaendelea nchini. Kifo cha Ojwang kimechochea hisia kali katika sehemu mbalimbali za nchi, hususan miongoni mwa vijana wa kizazi cha Gen Z ambao wameanzisha kampeni za mtandaoni kudai haki na uwajibikaji. Maandamano yameripotiwa katika maeneo kadhaa huku raia wakiendelea kushinikiza hatua madhubuti kutoka kwa serikali. Mashirika ya kutetea haki za binadamu pamoja na viongozi wa kidini wamejiunga na wito wa kutaka ukweli kuhusu tukio hilo, wakitaka hatua za haraka zichukuliwe ili kurejesha imani ya umma kwa vyombo vya usalama. Na katika msimamo wake, ODM imeeleza dhamira yake kuendelea kuwaunga mkono wale wanaopigania haki na kutoa hakikisho kwa familia marehemu Ojwang kwamba haitakuwa peke yake katika harakati za kutafuta ukweli na haki. Wamesisitiza kuwa wakati umefika wa kusitisha mnyororo wa mauaji ya kiholela dhidi ya vijana wa taifa na kurejesha heshima ya maisha ya binadamu katika jamii ya Wakenya.